chanya ya kiroho katika ukuaji wa kiroho kwenye maisha ya Wakristo. Kanisa linaloomba, jambo la kwanza, huleta mabadiliko chanya ya kiroho katika ukuaji wa kiroho kwenye maisha ya Wakristo. Yaani kanisa linaloomba huleta mabadiliko chanya ya kiroho katika ukuaji kiroho kwenye maisha ya Wakristo. Na ndio maana mimi huwa nang'ang'ana sana na nimepiga mbiu, ukikubali kujiunga na sisi lazima ukubali kufanyeje, watu wa Mungu? Kuomba, kwa sababu kanisa linaloomba huleta mabadiliko chanya ya kiroho katika ukuaji kiroho kwenye maisha ya Wakristo. Hali ya kukua kiroho inaonekana kwa maisha ya Mkristo mmoja mmoja na kwa kanisa kwa ujumla. Hili ni kanisa linaloomba. Jambo la pili, kanisa linaloomba hujenga imani imara katika neno la Mungu na kuwawezesha Wakristo kuishi maisha ya utakatifu. Hilo ni kanisa linaloomba. Kanisa linaloomba hujenga imani imara katika neno la Mungu na kuwawezesha Wakristo kuishi maisha ya utakatifu. Ndio maana Yesu aliwacharaza bakora watoke kwenye hema. Sasa hiyo sio makusudi kufanya biashara. Uliwahi kuona ile movie ya Yesu? Wangapi mliona? Mimi katika chunguza yangu nilikuwa naona ile banana mitume walikuwa wanapiga ukizubagu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kiroho kinafanyika ambacho sicho. Jambo la tatu, kanisa linaloomba hupata nguvu za kiroho na maongozi ya kimungu. Jamani, kanisa linaloomba hupata nguvu ya kiroho. Kanisa linapata nguvu ya kiroho na maongozi ya kimungu. Maana yake nini? Linakuwa na aina fulani ya washirika wasiyoyumbishwa, washirika wenye msimamo, washirika ambao wanakuwa ngangari ndani ya Yesu, wasiotegemewa kutia moyo, wanaojitia moyo wenyewe. Nilikuwa namsikiliza mwingine, kuna kakribu fulani, yeye amesema hivi, amesoma Biblia mwanzo mwisho, hajawahi ona neno linasema kutia moyo. Yes. Mimi nikafunga breki kwanza, nikatulia. Huyu jamaa anasema nini? Hajawahi kuona neno linalosema tukutie moyo na nini? Kisa moyo. Yeye anasema sijawahi kuona. Akasema yeye amesoma. Biblia inasema iweni hodari na ujasiri mwingi katika nini? Katika Bwana. Iwe na nini? Yes. Iwe na nini? Yes. Hata kasentesi akasema nikakwetu tu kwa kutiana moyo, lakini hakuna ukweli katika Mungu. Manake Mkristo wa kweli kusimama kwake kiroho hakutegemewi kutiwa nini? Moyo. Sio kama ninakuondoa hapo usiende kupatia moyo watu. Ndio kupatia. Lakini sometimes unatakiwa kujisimamie mwenyewe. Unaanguka mwenyewe. Pili, unasema kutoka hapa nitasimama tena. Na nikisimama nitasonga. Sasa ni kanisa linalofanyaje? Linaloomba. Kanisa
Mwasa huwa kanasema kuna Wakristo wengine wa kutiatia maji. Tiatia maji. Sikia Mwasa siku moja. Tiatia maji. Kwa kama iliyo hiti. Tiatia maji. Lakini kikweli kanisa linaomba linakuwa na washirika wa aina fulani. Sikia nikwambie, aina gani? Wasioyumbishwa ambao wana msimamo, yaani uende kumtia moyo, usiende kumtia, yaani yeye akianguka anasema kutoka hapa nitaamka tena na nitatembea tena na nitakwenda mbele tena kwa jina la Yesu. Lakini jambo lingine linakuwa na aina fulani ya washirika waliyatoa maisha yao kwa Kristo. Nataka nimalizie. Kanisa linaloomba linakuwa na aina fulani ya Wakristo walioyatoa maisha yao kwa nani? Kwa Kristo. Leo hii tuna watu wengi makanisani ambao kiuhalisia hawajatoa maisha yao kwa Kristo. Tuna watu wengi hawajatoa maisha yao kwa Kristo. Ni washirika tu wa kanisa, lakini kiuhalisia hawajatoa maisha yao kwa nani? Kwa Kristo. Yaani leo tuna changamoto. Ni kweli unasali, lakini je, umeyatoa maisha yako kwa Kristo? Kwani umetoa maisha yako mama, umeyatoa kwa Yesu? Maisha yako mama, kwani umeyatoa kwa Yesu? Maisha yako kaka, dada, hivi ni kweli? Ni kweli kabisa, yaani ni kweli kabisa. Unaniambia pasta, ni kweli maisha yangu nimeyatoa kwa Kristo? Ni kweli? Hii ni changamoto kubwa. Ndio maana tukitangaza maombi watu hawafungi. Unafungaje? Hujayatoa maisha yako kwa Kristo. Unaanzia wapi? Fungu la 10 hautoi. Unaanzia wapi kutoa? Kwanza maisha yako yenyewe haujayatoa kwa Kristo. Utatoa fungu la 10 wewe? Sadaka unayoitoa, yaani wewe mwenyewe ukiangalia, utatoaje sadaka nzuri? Kwa sababu kwanza maisha yako yenyewe haujayatoa kwa nani? Kwa Kristo. Tuna watu wengi ambao wanasali tu, lakini kiuhalisia maisha yao hawajayatoa kwa Kristo. Ndio maana watu sio waaminifu katika maisha ya kiroho. Ndio maana watu tunapuuzia mambo ya kiroho, tunapuuzia maelekezo yanayotolewa kwenye madhabahu ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu hatujayatoa maisha yetu kwa Kristo kikamilifu. Tuna vijana wengi ambao hawajatoa maisha yao kwa Yesu. Tunajaza wahudumu wengi wa madhabahu ambao hawajayatoa maisha yao kwa Kristo, hawajayatoa. Ndio maana huku upo na huku upo. Kwa nini? Kwa sababu hujayatoa maisha. Ndio maana huoni aibu kumtenda Mungu dhambi. Unaona uko peke yako, mbingu zinakuona, malaika wanakuona, Mungu Baba anakuona, Mungu Mwana anakuona.
shida, kwa sababu tuna watu wengi ambao hawajatoa maisha yao kwa Kristo. Ukiyatoa maisha yako kwa Kristo, kuna mambo mengine wala hausukumwi. Ukiyatoa maisha yako kwa Kristo, yani kuna mambo mengine sio mpaka kiongozi wako idara apie, yani mwenyekiti wako wa vijana, mwenyekiti wako idara ya wanawake, yani kuna mambo mengine viongozi wetu wa idara yani hawakutakiwa kupiga kelele. Kwa sababu gani? Yani ukiyatoa maisha yako kwa Kristo, nataka nikwambie kuna mambo mengine hautasukumwa, yani automatically lazima utatenda, maana umeyatoa maisha yako kwa Kristo. Hii ni changamoto kubwa, na unaniangalia na ukipiga picha maisha yako unaona kabisa. Tunahitimisha maombi ya siku 50. Tengeneza njia zako na Bwana. Tengeneza mapito yako na Bwana. Ndio maana kuna vitu hapa tunasukumana. Yaani hata kupiga makofi ni kusukumana. Hata kusema mtu kisema Bwana asifiwe mtu, yaani mpaka ni kusukumana. Hujatoa maisha yako kwa Kristo. Kristo sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Isipokuwa tu unasali, unaingia, unashika na roho ni mikono. Haleluya na Yesu akiangalia kiungo ndani yako. Tuna watu wengi nimekaze macho niangalie, mbona angalia hapo ndani? Niangalie. Hamjatoa maisha yenu kwa Kristo. Sasa kanisa ninaomba linakuwa na aina fulani ya washirika ambao wameyatoa maisha yao kwa nani? Kwa Kristo. Yaani hawaoni shida kulipa gharama. Yaani mtu aliyetoa maisha yake kwa Kristo yuko tayari kulipa nini? Nani yule katika Biblia aliyechunwa ngozi mchana kweupe kwenye jufu, halafu damu yake ikatengwa na vikombe, wakanyweshwa mabinti zake? Yaani mtu ase kuyatoa maisha kwa Kristo sio jambo rahisi. Leo hii unakuwa na wokovu wa kuungaunga tumabudu. Leo uko kwa Yesu, kesho unamunga mkono shetani. Halafu tuko wote hapa, hainua mikono. Unatuletea uzito kwenye ibada yetu. Mabinti wanakunywa damu ya baba yao anayechuma ngozi mchana. Halafu wale mabinti wanamtia moyo baba yao, wanamwambia baba, jipe moyo. Muda kitambo unakwenda kukutana na aliyekuokoa. Unasikia sauti ya mabinti waliotoa maisha yao kwa nani? Kristo. Yaani anakuwa damu ya baba yake, alafu anamwambia baba, unajua damu, anamwambia jipe moyo, soon as possible unakwenda kunana nani? Tunakuwa na Wakristo wajanja, vijana wajanja tu, yaani wajanja. Hatuko tayari kutoa maisha. Yaani kijana ambaye una akili timamu, una afya njema, wewe nimekushinda maombi ya siku 50 kufunga. Yaani unaacha kunywa tu chai asubuhi na chakula cha mchana jioni. Jioni si unakula unavyotaka. Wewe unatoa maisha kwa Kristo. Mungu alibariki hili neno. Mungu atubariki wote.